Na majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga, kukurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana kwa wote ndugu jamaa na marafiki ambao wanatusikiliza. Paul Kagame ameweza kuonyesha makucha yake na kudai kwamba kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutokana na mipaka ilivyogabuliwa vibaya na wakoloni, na hivyo yeye kama yeye Rwanda kwanza wanailaumu Ubeljiji kwamba ilifanya makusudi kwa ajili ya kuweza kutaka kuipunguza Rwanda, huku akikata upande wa west kwenda Uganda na upande mwingine wakakata kwenda Kongo. So, tutaulizana hapa kati ya Kongo na Rwanda ni nani mwenye alikuwa kabla ya mwenzake, ama nani mwenye alikuwa mkoa wa mwingine, na wale ambao wako wanashirikiana na M23 wanatarajia nini kwa siku zijazo? Hilo ni swala la kuweza kujiuliza. Jambo jingine ambalo liko hapa, serikali ya Tanzania rais wa Tanzania ameweza kukusanya maafisa mbalimbali wa ngazi za juu za usalama na kuweza kujadili kuhusiana na usalama wa nchi na jinsi gani watafanya ili kuweza kusaidiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi zaidi ya 10,000 wa Tanzania wanatakiwa kuingia DRC. Wamoja watakuwa Kalemi kwa ajili ya kulinda usalama Kalemi, wengine wataenda Uvira pamoja na Bukavu pamoja na Goma ili kuweza kutwangana na magaidi wa M23. Na huko maeneo ya Holomami watu zaidi ya 10 wameweza kuuliwa ambao wanasemekana ni wakata Katanga. Wamejaribu kuvamia vikosi vya serikali, na hayo tutayazungumza hapa kwa sababu tayari tumekwisha kuona wazee wa M23 kuanza kuandika barua kwamba serikali ya Kinshasa imewaua raia wasiokuwa na hatia. Na kutokana na vita ambayo iko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, M23 wameweza kumwandikia pia Joao Lorenzo, rais wa Angola, kwa kulia wakisema kwamba wao wanadai mazungumzo na sio gisi serikali ya Kinshasa imehamisha mpango wa Doha. Hawaelewi kwamba eski tutaendelea kwa mazungumzo ama tutafanya vitu gani. Sisi tunataka tuzungumze tupate amani. Kwa nini serikali ya Kinshasa inakuwa iko na yumbisha mazungumzo, mara itoe huku mara iende huko? M23 wako pia wanaitukana serikali ya Kinshasa, huku wanalilia kuzungumza, huku wanatukana serikali ya Kinshasa pia, huku wanaambia watu wao kwamba msikate tamaa, hatutarudia nyuma, sisi tunasonga mbele. Nafikiri tuligusia hivi majira ya saa 6 na tutakwenda kukazia kuhusiana na hili mambo hapa. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo. Tunaweza kuchelewa kidogo kulingana na kurusha matangazo, ni kutokana na hali kwa hiyo tunarudi kama kawaida. Utakuwa unapata matangazo yetu asubuhi saa 12, saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni. Hii ni kama dose, na dose lazima itolewe. Niseme tu kwamba tunawaombeni radhi, tunaomba radhi kwa kuchelewa na pia kutokurusha baadhi ya matangazo, na pia kwa yeyote ambaye anahisi kwamba Baraka1 TV mwaka jana iliweza kumkosea aidha kwa kurusha vipindi ambavyo labda vilimkwaza, vilimkera hivi, tunaomba radhi sana, kwa sababu lengo letu sisi sio kukukera. Lengo letu ni kuweza kukufikishia taarifa ambayo iko sahihi na yenye kuwa na mantiki. Na mwaka huu tunataka tuanze tukiwa tuko na nguvu mpya na ushirikiano wa pamoja. Nafikiri ni hivyo. M23 baada ya kulalamika, baada ya kumwandikia kwanza rais wa Burundi kutaka usaidizi kwa ajili ya kufungua frontiere za Uvira washirikiane,
wameweza pia tena kufanya hivyo kwa rais wa Angola Joao Lorenzo ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Afrika, wakizungumzia hali ya mazungumzo kisi iko inaendelea. Wanasema kwamba wanasikitishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukwepesha mazungumzo, kuyatoa Doha, kuyapeleka tena, kuyarudisha tena Angola, na walikuwa washakubaliana kwamba watasitisha mapigano. Kwa nini leo hii serikali ya Kinshasa tena inavunja ule mkataba kule Angola, kule Doha? Unaona, kuna jambo hapa ambalo tumekuja kuligundua. Doha wako wanashirikiana na M23. Ile yote kujaribu kupeleka mazungumzo kwenda kushoto kulia, wako wanashirikiana na M23, na ndio maana unakuta mambo haiko na accelerate huku. Wanafanya kutuzubaisha kwamba tunazungumza, huku nyuma wanachochea, wanaambia ni songa mbele. Na ndio maana hata ukikuta kwenye kuseselefe, hata M23 ikiavance tena inachukua sehemu nyingine, hautasikia kwa anasema kwamba baba nono, huku tunasema mwache sefe. Kwa nini mlipigana? Mrudie nyuma kwanza, mrudie kule. Wao ile kitu hawako wanazungumza, wako wanaachia. Hii ikiwa na maana kwamba Qatar pia iko na shirikiana na M23, na hilo sio siri. Sasa hii mambo yote gisi iko inaenda, watu ndo wako nashinda kuelewa. Huu mtandao wao ni mtandao mkubwa sana. Ni mtandao mkubwa ambao ulitengenezwa kwa miaka mingi mno, miaka zaidi ya 30, ambako Qatar inakula madini ya Kongo kisirisiri kupitia uhalifu ambao uko unafanyika. Na ndio maana serikali ya Kinshasa ilisema pana, sisi hatuwezi kuendelea kuzungumzia Qatar sababu wa Qatarie tushaona ndani yao kuko sumu. Kwa sisi tunajiondoa Qatar, tunarudisha Angola. Na tunaconsider sana mkataba wa Washington, process ya Nairobi na ile ya Angola. Tofauti na hapo hakuna kingine ambacho tunaweza kukiconsider. Sasa M23 wanaona kwamba kurudi Angola wanakwama. Utakumbuka jeshi la Angola liko mbioni kuingia nchini. Tanzania vile vile wako tayari kuingia nchini. Sasa kwao itakuwa ni hasara kubwa. Kwa nini hizi mambo zirudie tena Angola? Kwa nini zisimalizikie Qatar? Wakati serikali ishona Qatar hakuna. Na ndio maana kwamba muelewe metre wa G ni Kinshasa. Kinshasa ikiamua kwamba nono, tunavunja mkataba wa Angola, twende Ubelgiji, tutaenda Ubelgiji. Wakasema hapana, naona Wabelgiji nao pia wako upande wa M23, twende chini, tutaenda chini. Donc M23 hana shua, ni lazima afuate kiongozi kenye anataka. Sasa katika hii hali pia ndio kwamba méfiance, zarau ni kitu cha ajabu sana. Kiburi ni kitu moja ambacho kinatesa sana. Nanga anaitisha mkutano, anawaambia watu kwamba Joseph Kabila iko nakuja, atakuja kuwasalimia ancien president, senateur avi, bali mvula bu senateur wake, bali mfanya hivi, atakuja kuwasalimia. Okay, sawa, atukatai. Lakini kemiki linishoke sana ni kwamba anasema benye banakata tamaa kusema ki AFC M23 haitaendelea mbele, bataenda wapi? Sie objectif yetu ni kusonga mbele. Tunaendelea kusonga mbele. Tunazidi kusonga mbele. Haya, anasema hivyo huku biko na solicite kwamba twende tuzungumze. Uone kama ni kiburi yenye haina akili. Na ni mipango yenye haina akili. Unaelewa? Sasa utasonga mbele uende wapi tena? Na unasema tunataka tuzungumze tumalize vita. Ndio yeye niko naambia wale wenye wako wanashirikiana na M23 kwamba wanakosa namna ya kufikiria. Mawazo yao ya kufikiria yako chini sana kulingana na hali halisi yenye tuko tunaishi. Haya, tuzungumze hivi. Leo hii mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yote, mashirika yote ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika yote yameweza kutoa kauli moja ya M23 wasitishe mapigano kwanza na waweze kuondoka Uvira. Pili, waondoke maeneo yote ambayo wameshikilia. 3, 4, RDF iweze kurudia. Unaona? Organizations zote ni za ukanda, ni za Afrika, ni za Ulaya, ni za Umoja wa Mataifa. Zote zinasema hivyo zote. Lakini sikia kisi Nangai iko nazidi kudanganya watu wao. Sikia kisi iko nazidi kudanganya watu wao. Twende wapi? Tutaenda wapi? Tushafika. Hapa ndo tuko. Unaona? Huku kindani ndani wanalia. Kwa siri kubwa yenye iko hapa, wewe ambaye uko M23, mtu wa kawaida haujui siri yenye iko M23.
Donc huko unaenda tu kama ng'ombe ambaye anakwenda machinjoni, lakini hujui siri kubwa yenye iko nyuma ya pazia kati ya M23 na Paul Kagame. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ngoja nikuoneshe kitu ambacho kilifanyika Tanzania. Unasema sisi tunakuaga tunafanya hivi. Kuna kikao ambacho kilifanyika na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania, akiwa kwenye kikao cha pamoja na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dr. Rimo Simon Nyasaho, Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Faraji Mnyepe, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania Jenerali Jacob John Mkunda, pamoja na Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele. Na ni mara baada ya mazungumzo yaliyofanyika Ikulu ndogo ya Tanguu huko Zanzibar kwa ajili ya kuweza kuimarisha uhusiano na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakuu wote wa nchi wanakutana kujadiliana na jinsi ya kuimarisha ulinzi wa Tanzania na jinsi ya kuimarisha pia makubaliano yaliyosainiwa kati ya Kongo na Tanzania. Vijana ambao wataingia Kongo kwenda kusaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa taarifa ambazo zimekuja, hivi vikosi vitaenda Kalemi, wengine wataingia Baraka kwenda Uvira, wengine watapachikwa kwenda Goma na Bukavu. Ndio jinsi mipango imepangiliwa hivyo. Watu waende wafanye kazi, waende wasaidiane kuweza kukomboa maeneo. Unaelewa hapo? Kwa hiyo hali yenye hiko sasa hivi ni yenye kuwa naleta sura mpya ya matumaini katika yote ambayo yako yanafanyika. Esheke kubwa iko kwa M23. Na yule mwenye haamini kama M23 iko naenda naingia mwesheke kubwa, basi huyu hajui nini kiko kinafanyika. Hajui nini kiko kinaendelea. Lakini kwa yote mwenye kujua kuona alama za nyakati, basi kwake ni rahisi kujua mambo yanaisha haya. Hizi zingine zote ambazo unasikia ni mbwembwe tu, ni propaganda, lakini mambo yanaisha kabisa. Ndio hiyo watu angalia, mbona Depu yuko Uvira? Katongo abaingi Uvira. Mambo ni taratibu. Mambo ni taratibu. Acha mbwembwe, sikiliza neno ambalo liko linafanyika. Sikiliza mpango ambao uko unafanyika, kila kitu kitakwenda kulingana na nyakati, kulingana na wakati wake. Haya, tuchukulie hili swala. Unasikiliza kipindi cha habari na maelezo kutoka Baraka One TV. Unaona? Na mimi ndugu yako hapa. Bwana Paul Kagame anasema tatizo la Kongo wala sio M23. Tatizo la Kongo wala sio Felix. Tatizo la Kongo Felix alikuja lilikuta. Nafikiri wengi mlisikia hizi langaji. Ukiachana kwanza na kile kinyalizungumzia nje ya Afrika, ambacho alizungumzia kwake Rwanda wakati anahutubia wananchi. Kwanza anaanza kuilaumu Ubelgiji. Anasema Belgique ndio iko kusource ya souffrance ya Rwanda. Mwenye alikrea kama diskuru ya ene ya discrimination kubanya Rwanda ili bakwe divize ni ba Belge. Nazungumzia kauli za Paul Kagame. Na apres Belgique kukrea ile madiskuru ya ene na ubaguzi ndio ilipelekea mauaji ya kimbari kufanyika Rwanda, Wanyarwanda kupigana. Ka Belgique ni kainchi kadogo. Rwanda ilikuwa nchi kubwa kushinda Belgique, selo Kagame. Sasa ili kusema kwamba ka Rwanda kawe kadogo kama ka Belgique, ikabidi wabeleji wagabule Rwanda. Bosijui par quel intérêt yenye Belge aliamua aigawe Rwanda, aikate juu kakue kadogo saka Rwanda. Anasema upande mmoja walikata ikaenda Uganda na upande mwingine wakakata ikaenda Kongo. Haya,
Swali langu ni kwamba kwa nini asipiganishe Uganda ili achukue ile sehemu yake yenye iko Uganda? Mpaka aje apigane Kongo, anataka achukue sehemu yenye iko Kongo. Kwa nini asende Uganda? Unaona pale? Nafikiri mwisho wa ubaya ni aibu. Jingi ilikuwa kwamba swala ni ardhi. Ina maana tuseme baada ya kuvamia Kongo atavamia sasa Uganda. Kwa hiyo Urusi ya Afrika sasa inakuwa ni Rwanda. Rwanda ndio iko naanza reklame mabulongo yake. Na tukizungumza realite ya ukoloni kati ya Kongo na Rwanda, kapitali ilikuwa ni wapi? Administration ilikuwa inasimama wapi? Rwanda, Urundi bulikuwa ni maprovince bwa ukoloni wa Congo Belge. Bulikuwa ni maprovince bwa Mukongo. Donc sitanu ba Kongole ndo tunge reklame Rwanda kwamba Rwanda ilikuwa ni province yetu walikata. Unaona? Rwanda ilikuwa ni province yetu si yenye balikata. Kwa hiyo tuna reklame bulongo wetu Rwanda irudie mu RDC. Hapana, Rwanda ireklame kwamba RDC balinikata bulongo, balibeba bulongo. Unaona? Ndio hii vita sasa yenye inakuja kuwa wazi, clear, inaonekana wazi kwamba kumbe vita yenye tuko tunapigania ni ya bulongo, haiko ya ukombozi. Kisha sasa sikia sasa Corneille Nangaa, sikia sasa Bertrand Bisimwa, sikia babumbafu wengine ba M23. Sasa tunapigania ukombozi. Tunataka kumaliza ubaguzi. Ingerence ya Kinshasa. Bengine banawatia mamotifu aseme na Kinshasa ni mbali. Kama Kinshasa ni mbali, sie ba huku ku este, ona Kinshasa banatubagua. No. Hivi tuseme kati ya Kongo ni nchi ngapi kukubwa mu Afrika? Mu dunia. Kama ni DC hivi, kama inakuwa ya DC hivi kama sikosei. Kongo hiyo duniani ni nchi kama 10 kwa ukubwa. Kuanzia nchi ya kwanza na nchi ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano kwa ukubwa duniani, capital zao ziko wapi? Mbona zinaendelea na ziko na kila kitu kutushinda sisi? Kupata mfano wa China, mfano wa Canada, mfano wa United States of America, kupata mfano wa Brazil, kupata mfano wa Urusi na nchi zingine kubwa kubwa duniani. Capital iko kule, lakini kila mtu anakuwa iko na access ya kuingia kwa capital. Kila mtu. Ushelewa? Kila mtu iko na access ya kuingia kwa capital. Tukikamatia swala la Algeria. Algeria ndio nchi ya kwanza kwa ukubwa kwa Afrika kwa sasa hivi. Kuingia ndani ya capital ya Algiers, kila mtu anaingia. Unatoka mikoa yote pale unaingia. Ni nini? Ni access kuwa rahisi. Ni akili za watu, maendeleo ya watu wenye wako nayo kichwani ndio wataboresha miundombinu, tiketi za ndege ili watu wafike mapema. Huko unalipa Lubumbashi na Kalemi dola 250 kwa ndege. Basi unaenda dakika 45. 45 minutes huko unalipa $250. Wakati hiyo $250 huko unatoka Bujumbura unaenda Nairobi. Sawa. Wakati hiyo $250 huko unatoka Kigali unakwenda Ethiopia. Unafika mpaka Shine ukiwa kuna $400. Kwenye utatembea kama ni masaa 4 masaa 5, lakini fasi ya dakika 45 huko unalipa $250. Shida ni nini? Shida ni akili za watu. Serikali yetu ndio ingali mbovu kwa kuweza kupangilia mipango. Wengi ambao wako wanatumika ni kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Ni wezi. Sawa. Na hata tuseme kwamba hii serikali ya M23 ndio iongoze nchi hii. Ikamate nchi hii, itabashinda. Unaona? Mtashindwa kwa sababu gani? Kwa sababu malengo yenye iko yenu haiko ndo ya bosi wenu Kagame. Kagame yeye anataka kuchukua ardhi, wala hata haiko ile mfederalism yenye wengine biko wanafikiria. Unaona?
Mnaona ndugu zangu? Na ile federalism yenye biko na pretend kwamba tunataka federalism, hamtaiweza. Juu kama itakuwa ni federalism, ina maana mwenye atakuwa anaongoza ile federation, ile federalism yenu ni nani? Ni Kagame. Ndio mtakuwa mnaishi mnadependre na utawala wa Kagame. Haitawezekana. Kwa hiyo ni hole sana kwa wote ambao wako M23. Ni hole sana. Mko mnapigana vitu vyenye amjui. Haya, hapa alisema bapeti kenda balijisalimisha. Kenda kutoka M23. Biko nazidi kujisalimisha. Boss, tunashukuru kuna kisi watu biko nazidi kujisalimisha kutoka M23. Juu basha comprendre situation. Sasa wewe uko unasubiria nini? Uko unangoja nini? Hakuna hiki chama hakitaenda fasi. Chama hakitaenda fasi. Mtateseka bure bure. Mtangaika bure bure. Na kitu kingine kenye nitawakumbusha hapa. Unaona M23 gisi iko na lialia sana. Wao wanataka justice isifanyike. Wanataka hii mauaji yote yenye walifanya ipite inapersi. Gisi walisamehewa San City, gisi walisamehewa Rwanda, gisi walisamehewa wakati wa AFDL baliwana ma massacre bakasamea. Wanataka pia gisi waliwana mu RCD bakabasamee. Gisi waliwana mu CNDP bakabasamee. Gisi waliwana mu M23 ya kwanza bakabasamee. M23 ya pili gisi walifanya tena mauaji mu M23 ya pili wakawasamee. Gisi wako naenda kuona tena mu M23 ya tatu pia wawasamee. Sawa? Yani banataka zero poursuite. Kusiwe kufuatilia mtu kwamba alifanya makosa yake. Ndio hiyo. Hapo ndo kuna kikwazo kikubwa kwa mazungumzo yote. Hivi yote vya prisonnier baba nini? Wanataka ile justice isifanyike. Sasa serikali nayo inasema hivi. As long as tuko tunafumbia macho mauaji. Ina maana kesho tukishamaliza hapa tushamaliza. Après 10 ans kitatokea tena hiki tena, hamtarizika tena, mtatoka. Lakini kama kuko justice hapa, yeyote mwenye alifanya mauaji ni lazima arepondre kwa sheria. Hakuna mtarudilia kesho. Unaona Thomas Lubanga sasa hivi. Salienda kufungwa kuni. Akarudishwa. Bangesema kwamba yeyote mwenye alifanya hivi aweze kunyongwa. Thomas Lubanga bangemnyonga. Eske tena angekuwa unda serpe. Asingeunda serpe. Unaona? Kama alirudia kufanya serpe ni Juba alimwacha mzima. Lakini sasa sheria itasema yeyote mwenye alihusika na traizo ya nchi il faut anyongwe. Bakisha wanyonga ba Sultani Makenga wote wananyongwa, ba Barita Bisimu, ba Nanga wananyongwa, ba Willy Ngoma, ba Bernebe Mungu, ba kinyongonyongwa wote. Ile M23 yenye itabakia ile. Haitasema tena sema ijirevolte tena ianze rebellion nyingine. Ndio unajua na wao pia watapitia kile. Na hapo ndo kuko ugumu kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 kwa makubaliano. Wao wanataka zero justice. Na serikali inataka justice ifanyike. Haya. Mungu mnasema ke serikali iko inaua watu. Basi tufanye justice ili tunde sawa. Tuchue swala la Lomami. Lomami kikundi cha Bakatakatanga balijitokeza. Banasema bana soutenir M23 ikuye mu Grand Katanga Juba weze kuungana kwa pamoja bakate mzuri Katanga yabo baendelee na nchi yao ya Katanga. Serikali iko makini kabatwanga. Sasa serikali inabatwanga, M23 inaweza kulalamika kusema kwamba serikali inaua population. Wakati population ilikuja na mabunduki kuja kuvamia kambi za FRDC, bakapiga mpaka FRDC mwe na wakanyang'anya bunduki. Unaelewa pana? Manipulation kama hizi mpaka siku gani? Wakatakatanga bosijui mko mnataka nini? Mko mnataka nini? Hii yote serikali Mungu wangu sheria lazima iheshimiwe. Yeyote mwenye anaenda ala contre na inchi ule ni mtu wa kunyonga tu, wa kutupilia mbali. Nicolas Maduro wameenda kumkamata mwinchi nyingine. Anakuwa jije Etazini. Il faut na serikali yetu ikuwe makini, isimamie misingi ya kujenga taifa kwa umoja, ushirikiano pamoja na kuto kubaguana. Nafikiri tukitembea hivyo
kila kitu kitaenda katika mstari ambao ni sahihi. Nafikiri tuishie kwanza hapo kwa leo, mengine tukutane majira ya saa 12 jioni kwenye mitazamo yetu na mitazamo ya wananchi kutoka Baraka1 TV.